Yes, bwana, ni kwa mara nyingine tena tumeweza kumvuta kakake na Harmonize kwa sababu yanayoendelea mitandaoni watu wengi wanahitaji kuweza kupata ufafanuzi. Moja kati ya kitu ambacho kimenisababisha mimi niweze kumvuta kakake Harmonize ni swala zima ambalo limekuwa likizungumziwa chini kwa chini kuhusiana na aliyekuwa meneja wa Harmonize Chopa pamoja na meneja wa Harmonize ambaye ni mkuu, namzungumzia hapa Jembe ni Jembe. Inaonekana kabisa kwamba wawili hawa kwa pamoja wameng'atuka kunako Konde Gang. So kama kaka wa Harmonize hili analitambua, na kama analitambua nini ambacho kimesababisha wawili hawa kuweza kung'atuka kunako Konde Gang? Brother, nakwaje? Bwana fresh mama. Kama kaa. Yeah, kama kaa. Kheri. Yeah, kheri. Jambo la kwanza naweza kusema kwamba hili swala sasa hivi shakuwa kama ni tetesi na watu wengi wako wanajiuliza kwa nini mbona kama hatuoni katika ushirikiano wa Konde Gang kama lebo, na hususan kama ulivyosema kwamba Watanzania wataka kufahamu kwamba chanzo nini au changamoto ni nini. Bila kupoteza muda au kujizungusha sana, niweze kuambia Watanzania na mashabiki wa Konde Gang ni jambo moja tu kwamba management zao au ufanisi wao wa kazi umekuwa ni mbovu sana, na hilo ni mara nyingi sana nilikuwa nikimpigia sana kelele mdogo wangu Harmonize na kumpa ushauri hususan katika utendaji wa kazi. Unajua unapokuwa na lebo kama ya Konde Gang, kwa sababu ya sasa hivi ni kama taasisi, kwa hiyo inabidi kuwa na mpangilio wa kazi. Wewe utasimama hapa, wewe utasimama hapa, utasimama hapa, na inatakiwa kuwe na mtu wa mwenye maamuzi ya mwisho katika lebo kama ile ya Konde Gang au kwenye taasisi ya kama ya Konde Gang. Kwa hiyo sasa kuna changamoto huwa zimejitokeza mara kibao, tukianza na changamoto ya katika swala zima la wasanii. Hata ukifuatilia katika sakata la kina Chidi kulikuwa na changamoto nyingi, kulitokea na sakata pia la Angela kukatokea na changamoto, na hii mara ya mwisho hakuna Mtanzania asiyofahamu sakata la Ibra. Hilo ndo lizidi sana kuonyesha kabisa kwamba lebo ya Konde Gang na management yake mpaka na msanii mwenyewe mdogo wangu kalaumiwa na kapata mabovu mengi kutoka kwa wadau mbalimbali. Hii yote inatokana na changamoto ya ufanisi wa kazi au utendaji wa kazi katika lebo husika ya Konde Gang. Naposema ufanisi wa kazi kwa maana kwamba yeye kama meneja, msanii na mtu mwingine kama bosi au nani, kwamba hajui kwamba mimi nisimamie hapa, mimi nataka nisimamie hapa mpaka hapa, kuona kuta kuna mkanganyiko. Na ndio maana nikasema kwamba mdogo wangu hili sakata la Ibra lilimuumiza kichwa sana, mpaka sometimes nilikuwa namuonea huruma kwamba anashindwa afanye kitu gani. Ukiangalia Watanzania wanaongea vyake, wadau, mashabiki wanaongea la kwao, pia watu mbalimbali wanaongea kwa, lakini mwisho wa siku kwamba itakiwa kwanza kwamba changamoto kama inapojitokeza kwamba Chopa asimame wapi, Jembe ni Jembe asimame wapi, na Harmonize mwenyewe asimame wapi. Lakini kukawa na mkanganyiko mkubwa sana, ikapelekea Harmonize akapata stress nyingi za kushindwa kwamba hii changamoto iliyojitokeza nini cha kuamua. Kwa hiyo mimi nikakaa na mdogo wangu nikamwambia, sikiliza mdogo wangu, hapa hakuna cha mswalie mtume, hakuna cha huruma. Huruma sio malezi. Wanazingua timua, wanazingua piga chini, ila tu kwa utaratibu maalum kwamba wewe kama umeshindwa kufanya hiki, Jembe ni Jembe, kaka, brother, bosi nipishe. Wewe Chopa TZ, kama umeshindwa kutekeleza hichi katika majukumu yako ya kazi, unaanza sana mapenzi, brother nipishe, kaa hapa, mimi nitasimama, nitatafuta watu wengine wa kufanya nao kazi ili lebo ya Konde Gang ikue, ili mziki wangu uende mbali zaidi, na sio kila siku mimi nakuwa mtu wa Bongo Land au Tanzania. Nataka niende mbali kimuziki, na pia inapotokea changamoto kama hizi ziweze kutatuka kwa mapema. Yeah, kwa hiyo ndio changamoto kubwa ambayo ilitokea mpaka leo hii unaona hapapo sawa kuhusu Chopa na Jembe ni Jembe. Nakumbuka last time nilipokuja hapa ulisema kwamba Chopa anajisahau sana na base sana katika masuala ya mapenzi, na kuna masuala ya kazi kama ile situation ambayo ilikuwa inatokea kati ya Harmonize na Ibra, akiwa kama kiongozi mkuu alishindwa kuweza kuplay part nafasi yake. That's why labda ulivyosema yeye kwa sasa hivi kwamba Harmonize ameona kwamba kuna haja ya kuweza kumpunguza na kutafuta mtu mwingine ambaye atakuwa stahiki kwa ajili ya kuweza kutetea maslahi ya muziki wa Konde Gang. Pengine kwamba ni mapenzi yalimlewesha manager Chopa. Naweza kusema inaweza kachangia kwa kiasi kikubwa sana. Unajua sisi vijana tuna changamoto moja katika utendaji wetu wa kazi. Sio katika tu mambo haya yanayohusu muziki, lakini hata pia katika ofisi mbalimbali hata za kiserikali au hata katika makampuni
mbalimbali ya utendaji wa kazi hapa Tanzania au Afrika kiujumla, kwamba na sisi vijana changamoto kubwa tunajisahau. Yaani kujisahau na kumaanisha kwamba unaona hapa nilipo kwa sababu ninachohitaji na kula vizuri, navaa vizuri, nasaidia familia yangu au nafanya hiki, basi ona kama hata kwenye ule utendaji wa kazi anafanya kwa mazoea, kwamba hawezi kumthamini bosi kwamba atakaa hapa, mimi nitakaa hapa. Ndio hicho tu. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba kujisahau huko, huyu Chopa alijisahau katika swala zima, kwa mimi ninavyoona alikuwa anajisahau katika kupigilia mapenzi, kwa sababu mapenzi inaweza kusema moja kwa moja automatically yalimlewesha, sio siri, kwa sababu hata ukiangalia sakata lenyewe la lilotokea Mgogoro mpaka sasa hivi kapigwa chini kwa sababu kuu ya hili la Ibra. Hili la Ibra lilitikisa sana nchi yani. Nchi ilisimama, kila mtu anaongea vya kwake, kila mtu anasema hivi. Yeye kama ndo kiongozi wa Konde Gang tegemezi, haupo Tanzania, upo huko na mwanamke. Njoo brother, tunafikiana vipi? Sometimes unapigiwa simu haupokei, unazima simu, yote kwa sababu ya mapenzi. Kwa hiyo naweza kusema kwamba pia hili la mapenzi kuseli lilichangia sana kuzoofisha utendaji wa kazi wa Konde Gang. Unahisi ni sahihi kwa sasa hivi Chopa kuondoka? Kwa sababu ukimzungumzia Chopa ni miongoni mwa watu ambaye pia alitetea kipaji sana cha Harmonize. Kwa nini? Wakati ambapo Harmonize yuko WCB alikuwa yuko na Chopa, ina maana kwamba anamjua Harmonize kiundani zaidi. Harmonize afanye nini, Harmonize atakiwa asifanye kitu gani. Unahisi kwamba kwa muda huu huoni kama vile Konde Gang itakuwa na misi mtu muhimu sana kabisa? Yaani nikwambia kitu kimoja ndugu mwandishi. Yaani ukisema kwamba Chopa anamjua Harmonize very well, kwamba mguu atatoa hapa atakanyaga hapa, atatoka hapa ataenda hatua hii, ni sawa, sikatai. Na ni kweli amempambania sana toka wapo Wasafi mpaka wakatoka wakaja huku kwenye lebo ya Konde Gang. Ni mtu muhimu sana, lakini inafikia sehemu kwamba sawa, yeye kashajua na mimi mtu muhimu, lakini sometimes anakuwa na maamuzi mabovu ambayo kama taasisi au kama kampuni haiwezi yale mabovu yake yakavumilika. Na ndio maana ukisema kwamba ni wakati sahihi, naweza kusema yes, ni wakati sahihi wa kuondoka. Tena naweza nikasema kwamba hata hivyo mdogo wangu amechelewa au alichelewa kufanya maamuzi, kwa sababu sometimes inabidi umie ili ndo upate neema, inabidi upoteze upate kingine. Kwa hiyo sio leo tunamani kaanzia kwamba mwanzo katika sakata la Chidi, lakini Chidi Angela hakuonyesha ushirikiano mpaka hili la Ibra, hakuonyesha ushirikiano kama ndio mtendaji wa mkuu wa kampuni au wa lebo ya Konde Gang. Kwa hiyo nilishamwambia mdogo wangu Harmonize kwamba huyu mtu kwa sasa hivi atuache. Haijalishi tumetoka naye wapi, haijalishi ni nani, upo kwa nafasi gani, ili tusonge mbele. Huyu mtu ashuke kwenye basi yetu au ashuke kwenye basi yako mdogo wangu. Hatufai kwa sasa. Watu wapo na wenye mawazo na Afrika na wapo tayari kufanya kazi na wewe na wakakupush kwenda mbali zaidi. Nikasema kabisa kwamba huyu atuache. Kwa hiyo mimi naona wakati sahihi wa kutuacha au kuachana na Konde Gang, na naamini watu wapo na sio kutafuta kama walivyosema kwamba kutafuta mtu mwingine, sio kutafuta. Watu wapo, nisikilize mimi, watu wapo kufanya kazi na kuhakikisha mdogo wangu Harmonize anaenda mbali kimziki. Tayari ashatambulisha anu. Ndio maana nikasema kwamba watu wapo. Kwa hiyo yeye sasa hivi atuache, na naamini kwamba Konde Gang sisi kama familia tunahitaji mdogo wangu push aende mbali zaidi na sio kila siku anabaki hapa. Kwa kuzungumza hayo yote kuhusiana na wapi alikuwa anafeli manager Chopa hivi na hivi, unadhani kwamba katika kipindi ambacho Chopa alikuwepo ilikuwa Konde Gang inaendeshwa kiuni? Sio kiuni. Ila kusema kwamba ilikuwa inaendeshwa kimazoea. Sio kihuni, kwa sababu uhuni ni jambo moja na mazoea jambo jingine. Kwa hiyo sio kihuni, kwa sababu Konde Gang sio jambo la kihuni. Na naamini pia hili la Ibra limempa funzo kubwa sana 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 mdogo wangu Harmonize, kwa sababu sasa hivi kampuni au lebo itaandaa mkakati wa kwamba mwanasheria ikitokea jambo hili utajili sehemu fulani mpaka fulani, manager utajili wapi mpaka fulani, wewe utadili fulani sehemu fulani mpaka fulani. Kwa hiyo naamini sasa hivi haitakuwa kuendesha tena lebo kubwa kama ya Konde Gang kienyeji. Yaani haitaendeshwa kienyeji kimazoea, kwa sababu ilifikia hatua kwamba
inaendeshwa kimazoea kujuana, yani kwamba sasa mtasema tamshi tu bwana fanya hivi fanya hivi. Sasa hakuna. Sasa hivi naamini kwamba kila kitu kitaenda sawa. Yeah. Kila kitu kitakwenda sawa.